Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Baada ya tarehe 10 Julai ya mwezi wa mwaka 2026 tumeweza kushuhudia kupitia Sekafa Kagame Cup, mashindano ambayo yatakwenda kuchezeshwa pale Rwanda yakiwakilisha nchi ambazo zinatoka upande wa Sekafa. Basi waliweza kutoa ratiba ya hatua ya makundi ya michuano hiyo. Hapa siku ya leo tutakwenda kuangalia ile ratiba ya mechi ni lini zitakwenda kuchezwa, kwa sababu upande wa Sekafa Kagame Cup ni timu mbili tu pekee kutokea nchini Tanzania ambazo zitakwenda kushiriki michuano hii, ambapo tunashuhudia ni klabu ya soka ya Simba kutokea jijini Dar es Salaam, Singida Black Stars kutokea nchini Tanzania, bila kusahau klabu nyingine ni KVZ kutokea visiwani Zanzibar, ambapo Simba wao wanakwenda kutumia michuano hii ya Sekafa Kagame Cup kama sehemu ya kujiandaa na msimu mpya wa mwaka 2026 2027, ambapo kumbukwe Simba katika michuano ya Sekafa Kagame Cup wameweza kuwekwa katika kundi B, kundi ambalo linakutanisha Simba, Singida, Jamus na Mogadishu. Lakini kumbuka kundi A lina APR, Vipers, Gor Mahia na Grand Republican. Lakini kundi C lina Al Hilal Omdurman, Rayon Sport, Tusker na KVZ Football Club kutokea visiwani Zanzibar. Kwa tunaona hao ndio makundi ya naoganisha timu 12 ambazo zinashiriki michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026. Sasa mshindi anapatikanaje? Katika kila kundi anatoka mtu mmoja. Yule kinara ndiye ambaye atakwenda hatua ya nusu fainali, na katika yule ambaye atamaliza katika nafasi ya pili mwenye pointi nyingi kuliko wengine ndiye ambaye atakwenda kuungana na zile timu tatu na kufanya timu 4 ambazo zitakwenda kucheza nusu fainali. Sasa ngoja tukaangalie ratiba kamili ambayo imeweza kutangazwa leo, ni lini mechi hizi zinatarajia kuanza. Fahamu mechi hizi zitaanza tarehe 24 Julai na kumalizika tarehe 7 Agosti ya mwaka 2026. Sasa mechi ya kwanza nguzi ambayo itachezwa tarehe 24, ambapo Vipers ya nchini Uganda watakuwa kucheza dhidi ya Grand Republic majira ya saa 9. Lakini mechi ya pili siku ya tarehe 24 ni APR dhidi ya Gor Mahia saa 1 kamili usiku. Lakini tarehe 25 Julai ni kundi B, mechi za kundi B. Simba ataanza na Mogadishu Club saa 12, huku mechi ya pili tarehe hiyo 25 ni Singida Black Stars dhidi ya Jamus, mchezo ambao utakwenda kuchezwa saa 9 alasiri. Lakini tarehe 26 inayofuatia zitakuwa ni mechi za kundi C, ambapo Rayon Sport watakuwa kucheza dhidi ya KVZ majira saa 12, huku klabu ya Al Hilal Omdurman wakicheza dhidi ya Tusker saa 9 alasiri. Na tarehe inayofuatia tarehe 27 ni mechi za kundi A. Grand Republic watakuwa dhidi ya APR majira saa 12, huku kwa upande mwingine Gor Mahia wakiwa wanacheza dhidi ya Vipers saa 9 mchana. Na tarehe inayofuatia tarehe 28 ni mechi za kundi B, ambapo Mogadishu Club watakucheza dhidi ya Singida Black Stars saa 9 mchana. Lakini Jamus watakucheza dhidi ya Simba Sports Club majira ya saa 12, ikiwa ni tarehe 28. Na tarehe inayofuatia tarehe 29 tunashuhudia ni mechi za kundi C, ambapo KVZ Soccer Club watakucheza dhidi ya Al Hilal majira ya saa 9, huku kwa upande mwingine tunashuhudia Tusker watakuwa kucheza dhidi ya Rayon Sports majira ya saa 12. Hizo zitakuwa ni mechi za mzunguko wa pili. Lakini mechi za mzunguko wa tatu zitaanza tarehe 30 ya mwezi huu Julai, ambapo APR watakuwa kucheza dhidi ya Vipers saa 9. Hii ni mechi za kundi A. Bila kusahau kundi A mechi nyingine ni Gor Mahia dhidi ya Grand Republican majira ya saa 9. Na kwa upande mwingine tunashuhudia mara baada ya mechi hizo tarehe 30, tarehe 31 Singida Black Stars dhidi ya Simba majira ya saa 1 usiku, huku mechi nyingine hilo kundi B ni Jamus dhidi ya Mogadishu saa 9 saa 1 usiku. Lakini mechi ya mwisho itachezwa tarehe 1 mwezi wa 8, Al Hilal Omdurman dhidi ya Rayon Sport saa 1, huku mechi nyingine ya kundi C Tusker dhidi ya KVZ saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo kila timu hapo itakuwa imekamilisha michezo mitatu. Tarehe 2 timu zitapumzika, tarehe 3 timu zitapumzika kwa zile timu ambazo zimeweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali. Na nusu fainali ya kwanza inatarajiwa kuchezwa kwa upande mwingine. Nusu fainali zote zitachezwa tarehe 4
Na kwa upande mwingine mechi ya kwanza ya nusu fainali itamkutanisha mshindi wa kundi B ambaye ameongoza kundi na mshindi wa kundi C, na mechi ya pili itamkutanisha mshindi wa kundi A na yule timu ambayo imemaliza best runner up, yani timu ambayo imemaliza nafasi ya pili ikiwa na alama nyingi kuliko nyingine. Na mara baada ya hapo tunashuhudia tarehe 5 timu zitapumzika, tarehe 6 timu zitapumzika, kisha tunafuatia tarehe 7 ndio mwisho wa mashindano, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine mshindi wa 3 mchezo utachezwa kati ya timu ambazo zimepoteza katika nusu fainali, na mchezo utachezwa saa 9, huku fainali inatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Amahoro, ambapo utamkutanisha timu ambayo imetoa nusu fainali timu nyingine na timu ambayo imetoa timu kupita ile nusu fainali kwenda fainali, na mchezo utachezwa majira ya saa 1 katika uwanja wa Maoro. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio ratiba kamili ya michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup kwa msimu wa mwaka 2026. Tuambie kwenye comment, je, ni klabu gani ambayo unaona itakwenda kubeba ubingwa msimu huu?